ndani yako na utamwona Mungu. Sema amen. Amen. Na somo letu la kwanza kabisa lilikuwa ni kwa nini tunazaliwa mara pili. Ninaongea hivyo kwa ajili ya watu labda pengine wamekuja kwenye ibada ya pili na wengine pengine hamjafika kwenye ibada zetu. Na nikaona tunapozaliwa mara pili ni kwamba kupitia dhabihu ya Kristo Yesu tunanunuliwa kutoka katika uzao wa kibinadamu ambao umehukumiwa, ama kwa maneno mengine uliolaaniwa, tukapewa uzao wa kimungu ambao ni wa baraka. Ndio maana wakati wote naambiaga wamama wale ambao mnazaa, kizaa mtoto asipolia lazima daktari ampige. Ndio ni jambo la kiroho, kwa sababu anaulizwa ni kwa nini unaingia duniani, dunia iliyolaaniwa alafu ulii. Kwa nini unafikiria huko ni paradiso? Lazima ulie. Sema amina. Si useme amen. Lakini Biblia inasema mtu akimjua Yesu akitubu dhambi, mbinguni wanashangilia. Kumaanisha amezaliwa mara pili kwa kumwamini Yesu. Ametoka kwenye ulimwengu wa giza, kwenye ulimwengu ambao ni wa mwili, ambao DNA yake ni ya laana. Anapewa DNA ya kiungu, anapewa uwezo wa kuitwa mwana wa Mungu. Sasa kile kitakachokusaidia maisha yako yakuwe hivyo vile Mungu ametaka ubadilike, just believe, amini kwamba ndivyo nilivyo, kwamba mimi ni mtoto wa nani? Mimi ni mtoto wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Nisema mtoto wa ng'ombe ni nani? Wa mbuzi, wa kondoo na wa Mungu. Wengine wamesema ni wa Mungu, wanaogopa kusema ni Mungu. Unajua kuna watu wanafikiriaga kubeba utukufu wa Mungu ni vile unavyofikiria wewe. Kwa namna ukifanya unaweza kuwa umebeba utukufu wa Mungu. Lakini kuitwa Mungu ni kumwakilisha Mungu. Lakini sio kuabudiwa. Sema amina. Yesu akasema kwenye kitabu cha Yohana ile sura 10 mstari wa 34, ukisoma pale Biblia inasema kuna wakati wanafunzi walipokuwa na Yesu, Wayahudi walichukua mawe kutaka kumpiga Yesu. Yesu akauliza ni jambo gani bali nimefanya ndio mnachukua mawe kutaka kunipiga? Akawaambia wakamwambia mpige kwa sababu jambo baya umefanya. Na hiyo sababu mwanadamu anajifanya kuwa ni Mungu. Akawaambia haikuandikwa kwenye Torati yenu ya kwamba wale waliojiliwa na neno la Mungu, Mungu aliwaita miungu. You are small God. Amen. Wewe ni Mungu mdogo. Ndio maana ukaitwa mwana wa nani? Mtoto lazima fanane na nani? Na baba yake. Yaani Mungu akaondoa ile Mungu. Siseme amen. Yaani kuna watu hawajui vile Mungu anafanya kazi. Mungu anafanya kazi katika maeneo mangapi? Matatu. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Lakini Mungu huyu mmoja. Ni vile unaweza ukawa mwenyekiti wa CCM, the same time president, the same time councillor. Sema amina. Lakini mtu yule. Ndio maana Yesu kuzaliwa kwake hakuhitajika mtu na mume ndio wazaliwe. Lakini Mungu alivaa mwili akashuka kwenye tumbo la Mariamu. Mariamu alikuwa kwenye shida, katoto kanalia lakini kanamjua. Ndio alimuumba. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu alikuwa ni Mungu himself, yaani yeye ni Mungu aliyevaa mwili wa binadamu ili experience kile unachopitia, akutoe huko, akubadilishwe, uitwe mtoto wa nani? Wa Mungu. Sasa leo tutamalizia na somo. Maandiko yatakuwa mengine yanafanania tu yale yale, lakini kuna mambo yatakusaidia kuenda zaidi. Tunajifunza namna ya kufanikiwa na kustawi. Namna ya kufanikiwa na kustawi. Lengo la Mungu anataka ufanikiwe. Na si ufanikiwe tu, lakini ustawi. Mafanikio yanaweza yakawa ni muda fulani na yakaisha. Unaweza kuona mtu kasikia huyu alikuwa na magari hapa mjini na manyumba, lakini ukimwangalia sasa hivi amekonda na kunywa chang'aa. Aliisha. Lakini mtu aliyestawi ni mtu aliyemea mizizi, ambaye mafanikio yake hata akiwa yuko duniani yatakuwa impact kwa wengine. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapozungumza mafanikio, si mafanikio tu kwenye fedha, maana najua watu wengi wanaelekea tu kwenye fedha. Mafanikio ni kwa hata ndoa yako, kwa sababu kuna ndoa nyingi hazijafanikiwa. Ni wanandoa lakini wametalikiana, hawapo pamoja. Wanalala kitanda kimoja lakini mioyo yao haiko pamoja. Ni ndoa zinaonekana ziko hai lakini zimekufa. Kwa hivyo Mungu anataka ufanikiwe katika eneo la ndoa.
Kama ni watoto ukiwasomesha, yaani unasomesha mtoto amefika university anaingia ofisini na kufa. Mungu hataki hivyo. Tuseme amen. Anataka ukisomesha mtoto ule matunda yake. Tuseme amen. Anataka ukiwa kwenye cheo labda cha kiserikali ufanikiwe pale, yaani uwe na kibali mpaka umaadui wanajipanga wakupige kama kina Danieli vile walikuwa wanapata kibali. Unasoma kile kitabu cha Danieli 6, ukisoma pale utaona Danieli na Shadraka na Meshaki. Ama Danieli, tuzungumzie habari za Danieli mwenyewe. Yeye alikuwa si mtu wa nchi ile, wala alikuwa kabila lake si la ile nchi, lakini alipoandikwa kazi kwenye serikali ile mpaka mfalme alipenda, kwa sababu wale watu walikuwa katika ile ufalme ulifanikiwa kwa ajili yao. Maana Biblia inasema kwamba walionekana wana miungu isiyokuwa na vikao na wanadamu. Tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akafanikiwa mpaka akapata maadui. The more unapofanikiwa lazima uwe na maadui. Ndio maana Mungu akikufanikisha lazima akupe ulinzi. Asema amen. Sasa ikabidi mawaziri na maliwali wakafanya mkutano wa faragha ambao Danieli, Shadraka na Meshaki hawapo. Lengo ni wapange mpango ili wakamate wakina Danieli, wakamate. Na wakapanga mipango, wakasema hawa jamani waaminifu, kwenye rushwa huwapati, kwenye wizi huwapati, kwenye kusema uongo huwapati, kwa uzinzi hatuwapati. Tutapataje ili tuweze kuwastaki? Wakasema hatuwezi tukawapata kwa sheria nyingine isipokuwa ni sheria inayohusu Mungu wao. Sema amina. Kwa hivyo walijua wakipanga mpango wa kuwafanya wasiabudu Mungu wao, wataivunja waabudu Mungu wao. Maana walikuwa tayari kufa kwa ajili ya Mungu. Sema amina. Wakaenda wakamfuata Mfalme Dario, wakamwambia Mfalme Dario, uishi milele. Wakuu wa Wajemi wamepanga sheria, mawaliwali na mawaziri wamekaa chini wakapanga sheria, wakasema asiabudiwe Mungu mwingine kwa muda wa siku 30 isipokuwa ni wewe, mfalme. Mfalme akasema kani nini nyingine? Mimi niabudiwe? It is okay. Hakujua kama mpango unapangwa kwa watu ambao aliwapenda. Sema amina. Na unajua maandiko yale yakishayatia muhuri hayabadiliki kamwe. Umeandika hicho kitabu cha Danieli 6. Hiyo usisome, ukasome mwenyewe. Sema amina. Na Biblia inasema kwamba wakati ambapo ametiaje muhuri, wajamaa walienda wakafungua mlango, yani wakafungua madirisha kuangalia Yerusalemu, wakaabudu mara 3 kama ilivyokuwa desturi yao. Ndio maana usikubali kitu chochote kikutoe katika mpango wa Mungu. Yani usiasi Mungu hata sababu na njaa. Afadhali ulale kwa mtaro. Yesu ataruhusu ulale mpaka asubuhi hata kama umetengeneza njia. Suseme amina. Kinachotuzuia ni kukosa imani. Wakaenda kumwambia mfalme, uishi milele. Kuna watu wa taifa fulani ambao wako kwenye ufalme wako ambao wamekiuka sheria, na unajua sheria yetu huwa ibadiliki. Na ni watu fulani. Aliposikia na kila Danieli akasema, "Kai! Sasa yaani hawa washenzi wengine hawa ni wafisadi kwenye serikali yangu, wajua serikali, alafu nataka kutoa watu ambao ni faida. Hapa wakiwa kwenye serikali yangu nafanikiwa, inakuaje?" Akaamua hali wala hali, akafunga kwa ajili ya watu waliowapenda. Yaani ukiwa na Mungu, Mungu anakutetea everywhere. Hata wakupangie njama, wakufanyie fitina, badala yake ushuke chini, Mungu anakunyanyua zaidi. Sema amina. Amina. Wakaenda wakajaribu kumchezea muziki, akasema vyombo vya muziki viondoke mbele yangu. Na wakasema mtu huyo akikosea, watu wakikosea tu hawa wakienda kinyume na hiyo sheria, watatupa kwenye tundu la nini? La simba. Wakaenda wakati imefika hivyo, mfalme akajua sasa kimeumana, inabidi sasa nikubali tu. Akasema ni sawa. Wakaenda wakachukua kina Danieli, wakaenda wakawaweka kule ndani kwa tundu la simba. Naye mfalme akaja akachungulia, akawaona. Akawauliza Danieli, Mungu wako ameweza kukuokoa Danieli? Akasema, Mungu ameniokoa kwa sababu mbele yako sikuwa na hatia na mbele zake sikuwa na hatia. Sema amen. Nilikufundisha mbinu ambazo shetani anakutumia ili kukushambulia, ili akupate na hatia. Sema amina. Kwa hatia haikuonekana kwake, haikuonekana rushwa, haikuonekana amegandamiza mtu, haikuonekana amesingizia mtu. Sema amina. Alitawala kwenye ufalme ule ambaye alikuwa amepewa, mamlaka aliyopewa aliyatumia vizuri kwa haki. Sema amina. Amen.
Alipoona hivyo akasema na walete wale watu wote waliowastaki, wakauliwa wote. Yaani Biblia inasema kwamba alipokuwa anarushwa tu, simba alikuwa anarukia akiwa angani. Ndio hivyo maadui wako huwa wanakuliwa. Na hizo ukakuta ukapita kwa jirani ukaona jirani yako analia, ni mgonjwa, ukamwonea huruma, kumbe ni maadui yako, Mungu amemtandika. Suseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio akatangaza akasema katika ufalme wake na dunia nzima asiabudiwe Mungu mwingine isipokuwa ni Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Maana hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa kama yeye. Mtu mwenye miungu yake anapo appreciate Mungu wa Danieli. Iko siku chai watakiri una Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu anataka ustawi. Yaani ufanikiwe na kisha ustawi. Kanuni ya kwanza ni kutii neno la Mungu ama kuyaishi mapenzi ya Mungu. Nilikufundisha Mungu huwa anatoaga nguvu. Mungu hakupi pesa na mkono, hakupi nyumba, hakupi biashara, anakupa nguvu ya kufanikiwa kwa kile ambacho unataka kukifanya. Sema amina. Kitabu cha Joshua mtu wa Mungu, ile sura ya kwanza anzia mstari wa 8. Ninaamini kila mtu hapa angependa awe na nyumba nzuri, awe na magari yake mazuri, watoto wake wasome, ndoa yake ifanikiwe, kila mahali anapokwenda kubariki. Kile unachofikiria hauko kinyume na mpango wa Mungu. Ndio mpango halisi wa Mungu. Kinachokukosesha amani hakitokani na Mungu. Maana Mungu anataka uwe na amani. Kwa maana Biblia inasema Yesu ni mfalme wa nini? Wa amani. Sema amina. Maana yake kama kuna mahali ulikosa amani, akupe amani. Ulikosa amani kwa ndoa, akupe. Ulikosa amani kwa uchumi wako kuharibika, akupe. Ulikosa amani kwa magonjwa, akupe. Maana anaondoa vyote vinavyosababisha mateso kwenye maisha yako. Nataka tukimaliza hii somo ufungue tu moyo wako. Leo nataka ukasirike. Na ukikasirika hata ukiwa hapo nguvu za Mungu zitashuka hapo ulipo. Yaani ukasiriki kabisa useme haya mambo nimefundishwa tangu Jumapili mpaka leo. Kuna kitu nimeelewa, shetani utanionea tena. Sema amina. Soma mtu wa Mungu. Yoshua 1:8. Neno la Mungu linasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako. Kisha ndipo utakapostawi sana. Wangapi wanataka wastawi? Sema amina. Yaani Mungu akisha kuinua hakuna kufilisika. Yaani maana yake ukiwa umebarikiwa usiogope mchawi, haufilisiki. Hata wakama wafanye vikao, wakuje wamekaa uchi waseme hautafanikiwa, waende kwa nyumba yako wapige, waache wakae hapo. Lala usingizi. Wala usiamke useme shetani shingo. Tulia hapo. Yesu anakulinda, jiamini. Kitu nataka nikusaidie, kuaga mtu wa maombi saa zote. Usiombe kwa sababu kuna shida. Omba siku zote kwa sababu nguvu itakayokuwa ndani yako, hata wakati wachawi wanakuotea, watakutana na Kristo ndani yako. Sikiliza nipe siri. Siku moja kanisani kwetu, waizi walikuja wakavunja mlango. Tuko na geti ya kwanza na ya pili. Kageti kingine ni kadogo, hiyo nyingine ni kubwa. Na walitaima wakati kunanyesha mvua na hiyo ile haikuwagi mtu. Na wamasai walishatuambia tuandike wakwe watchmen wachunge, tukamwambia sisi hatulindi la watchmen. Tunaye Mungu. Sema amina. Na wakijua kabisa kwamba hujaandika kazi, wanatafutaga ujanja ili waizi waje wachokonoe ndio upate kuandika kazi. Lakini miaka yote hawajawahi kufanya hivyo. Lakini katokea siku wakaja wakavunja mlango, wakavunja kwanza, wakavunja yaani wengine kuivunja ni kazi. Sijui walitumia muda gani kuvunja na wakafanikiwa. Sisi tulikuja tukakuta mlango umevunjwa, mwingine umevunjwa. Kuingia ndani kila kitu kipo vile kilivyokuwa. Mpaka nikauliza Mungu usingenionyesha ni picha gani uliwaonyesha ukakimbia. Sema unakumbuka Pastor Emmanuel? Yes. Yaani wakaingia ndani, lakini hawajachukua hata wao hawakuguza. Kama gitaa ilikuwa hivi ni hivyo. Kulikuwa na keyboard kama hiki chini cha 700, si ndio? Kile cha kisasa.
Sema amina. Kulikuwa na power amp ambayo inatoka 80,000. Kuna keyboard ambayo inatoka 2,200 na pesa. Kuna sijui nini hapo zimejaa. Lakini wako gusa hata kitu. Mimi nikasema labda Mungu aliwawekea mtu mwenye mandevu marefu labda sisi. Washaweka ukakivi. Maana Mungu akikuwekea ulinzi anaweka utisho wa namna yote anayotaka yeye. Anaweza kama kaweka simba hapo. Wanakuta simba na wanashindwa kuna kuaje hapo. Wanasemaga hilo kanisa la Tanzania ni la wachawi. Wanaambia mpaka washirika wao, msiingie kwa hiyo kanisa, ni la wachawi. Ni kweli. Ambie mwenzako halo. Sema amina. Alichoambiwa Joshua, kazi yako ni kuzingatia, kuitafakari sheria ambayo nilipatia Musa mtumishi wangu. Uende sawasawa na kile kimeandikwa humo. Ndipo utakapofanikiwa na ndipo pia utakapostawi. Utajiri hauombwi, mafanikio haiombwi. Kila kitu Mungu amekiweka automatically kwenye system yake. Fanya na yote inaamini nifanye. Mimi kwenye Biblia sijaiko na mtu ameomba utajiri. Kama hapo nionyeshe. Mungu alikuwa anasema mtakapotii sheria zangu na kuzifuata ndipo mtakapofanikiwa mijini na mashambani. Sema amina. Amen. Mungu hataki ustawi na ufanikiwe kwa wakati fulani. Anataka uache mpaka urithi watoto wako. Sema amen. Kwa hivyo lengo la Mungu kumlete Kristo ni kututoa katika utumwa tuingie katika ufalme wake, alafu tutii kile ambacho anatuagiza tufanye. Watu wengi huwa watifu sana kwa mambo mengine, lakini ikifika hata wakati wa sadaka, hapo ndio wanapimwa. Yaani unaposikia kutii, ni kutii kila neno ambalo liko kwa Biblia. Hautaacha hili, uwafanye hili. Maana ukiacha hili, shetani anajua. Sema amen. Abija nako halo. Akamwambia utastawi na kisha utafanikiwa na kisha ndipo utakapo stawi. Kitabu cha Isaia ile sura ya kwanza, I think ni 18-19. Hakuna kitu kizuri kama kutii neno la Mungu. Na hakuna kitu kizuri kama kutembea na Mungu. Hebu soma mtu wa Mungu. Isaya. Kitabu cha Isaya 1:18. Neno la Mungu linasema, "Aya, njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana." Mimi nataka mstari wa 19. "Kama mkikubali na kutii." Nasema kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kilichofanya Abraham akawa tajiri mpaka akawa na utajiri wa kupindukia ni kwa sababu alimtii Mungu. Mungu anamtokea Abraham, ana familia, ana mandugu zake, ana watu wake ambao anawapenda, ana mji wake ambao anaujenga pengine. Mungu anamtokea anamwambia Abraham, toka katika nchi ya baba yako na mama yako. Imagine anaambia jambo ambalo sio la kawaida, uambie acha familia yako, acha wazazi wako. Maana Mungu alijua wazazi wake walikuwa wanaabudu miungu yao. Na Mungu alitaka Abrahamu, kwa sababu Abrahamu alikuwa anatembea na Mungu. Sema amina. Alafu niende nikubariki. Abrahamu anakubali Mungu, sauti ya Mungu. Angalia wazazi anaowacha. Alafu kuna kosa moja alifanya. Ingawa alifanya pasipo kujua, lakini Mungu aliruhusu alifanye ndio sisi tujue. Kosa alilofanya ni kubeba Lutu. Tuseme amen. Maana Mungu alimwambia ni wewe, toka kwenye nyumba ya jamaa yako na baba yako. Yaani uache utoke huko. Alafu uende na mimi nitakuonyesha nchi ambayo utaenda kukaa na nitakubariki. Sema amina. Akamwambia atakayekulaani nitambariki. Na nitamlaani. Na atakayekulaani na atakayekubariki nitambariki. Yaani kwa maneno mengine, aliyebarikiwa halaaniki. Yaani if you kama wewe umebarikiwa, hakuna wawezako kulaani. Hata waungane wachali wote, waungane kila mtu. Biblia inasema laana isiyokuwa na sababu haipati mtu. Sema amina. Yaani mtu hata akikuachia laana kama hujamfanyia chochote, wewe tembea na imani yako.
Mwambie wewe piga kelele, utaona nimestawi tu. Laana zako Mungu anazibadilisha kuwa baraka. Abrahamu akamtii Mungu, lakini akasahau kwamba aliambiwa asibebe hata ndugu. Akabeba Lutu. Biblia inasema kwamba baada ya kubeba Lutu hakuongea tena. Mungu alinyamaza kimya. Na kwa sababu Mungu alikuwa ameifanya kama funzo kwetu, Biblia inasema kwamba kukatokea vita kati ya nani? Ya wachungaji wa Lutu na wachungaji wa nani? Maana walikuwa na mali nyingi. Wakapigana. Abrahamu akamfuata Lutu akamwambia, Lutu sikia, mimi na wewe ni ndugu, kuna haja gani tuko sana? Alafu jamaa alikuwa ni mtu wa imani. Mjue mtu wa imani anakuambia hivi, chagua mali unapotaka. Hataji kujua utachagua kuna mali kuna dhahabu, mali kuna hataji kujua. Anajua wewe ukichagua hata kule kuzuri, hata kwa atakakwenda kubaya. Ili brother ametamkiwa baraka, baraka zitambatana na yeye. Sema amina. Akamwambia kuliko tugombane, wacha uchague kama utaenda pande hii, amitaenda pande hii, kwa sababu sisi ni ndugu, hakuna haja tupigane. Wakati waliachana tu na Lutu tu, sauti katoka mbinguni, Abraham, inua macho yako angalia mbinguni. Kasoma kitabu cha Mwanzo ile sura 13 kama sijakosea, 14 13, zisome hizo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia sasa, nitabariki uzao wako kama mchanga wa nini? Wa baharini. Kwa sababu unapotii Mungu lazima atimize ahadi zake juu ya maisha yako. Kwa hivyo kubarikiwa si kwenda kanisani na kuambia pokea. No. Kubarikiwa si kuambia receive it in the name of Jesus. Lakini kwenye receive, unapoambiwa receive, ile receive inaingia wapi? Mungu huwa anaifuatilia. Maana anasema atafuatia neno la mtumishi wake apate kulitimiza. Kwa hivyo lisipotimia kwako, sio kama mchungaji na upako, shida ni wewe. Sema amina. Maana mchungaji yuko kwa niaba ya nani? Ya Mungu. Anaposema pokea neema, Mungu anaangalia hiyo neema inaenda wapi. Maana Mungu angalia utoa nje kama sisi. Yeye anadili na mtu wa ndani. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ufunuo. Tumesoma hicho, nimesema okay. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba ukitii utakula mema ya nchi. Mungu alipoumba dunia aliweka dhahabu, akaweka petroli, akaweka mawe, akaweka kila kitu. Mtu asije kukudanganya ati utajiri ni wa shetani. Kuna watu Kristo wengine wamefundishwa vitu vya ujinga. Akijia kwamba akikuta una nyumba kubwa na akuta una TV ya inchi 53, anakaa hapo sebuleni kama vile anataka kukimbia. Ukitoka kile bafuni anaanza kusema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maana anaona kama ameingia kwa Freemason. Unajua kuna watu yaani wewe uwe na Mungu alafu ukae kama mganga. Hivi nikuulize, nani ambaye anakaa kwa mganga akakaa vizuri? Kuna watu wanaweza ukaona kuna magorofa mkuu mjini lakini hawaogaji kabisa masharti yao. Sema amina. Wawezi wakalala hata kwenye nyumba walizozijenga. Maana unazingatia masharti. Wameua ndugu zao na bado wao watauliwa tu. Na vile walivyonavyo havitaonekana. Maana vitu vya shetani vya uongo, si vya kweli, ni viini macho. Lakini vya Mungu ni vya kudumu. Mungu akikupa ndoa itadumu. Kinachosababisha ndoa nyingi zao zinaribika si za Mungu. Walikutana tukaambiwa I love you, I love you. Hata Mungu hayupo, hajachunguza kama Mungu yupo. Ndio naambia kina dada kutoka kanisani, usione mtu amepiga tai akasimama hapa na saa ya goldi. Alafu akaniambia Bwana asifiwe, nimesikia Roho Mtakatifu akiniambia wewe ndio utakuwa wife wangu. Nasema hata mimi ni kama nimeona vile. Kwa sababu tu umeona amepata gari pale tena amevaa vizuri. No. Usiangalie utajiri. Usiangalie amesoma kama wewe. Angalia aliye na Mungu. Ale amesoma hajasoma au tajiri au hajatajirika, Mungu atawabariki tu. Kwa jina la Yesu. Amen. Ndio aliyesoma kama mimi. Waliosoma kama wao ndio wazao zinaishia mahakamani. Mara nyingi. Sema amen. Ndio soma kofi mazuri kama unaelewa. Wewe ambao unibukenya uji chochote ndio inadumu. Au utafikiri nikitoka nitaenda kwa wanasheria waje wasumbue mume wangu ufikiri hilo. Wewe unasema nitakaa hapa. Lakini ambaye anajua kisomo kidogo anajua sheria anasema nitamsumbua. Lakini aliye na Mungu yeye anaangalia Mungu, ana hofu na nani? Na Mungu. Hawezi kufanya mbaya si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya Mungu wake. Sema amina. Amina.
So okay, tunaangalia aliye na gari. Eti wewe si type yangu. Wewe ni type ya. Kwanza unasikia mtu akikwambia mimi sitaolewa na mwanaume kama sina gari. Wewe unalo? Aseme. Tukisikia utajua ujui. Sema amina. Amen. Eti kama mwanaume hana nyumba siwezi kuolewa naye. Wewe unayo? Hana. Aonyeshi. Tafuta mtu mwenye Mungu ndani yake. Maana akiwa na Mungu mtafanikiwa. Kufanikiwa, Mungu anaweka upendo wa kweli. Anaweka amani ya kweli. Anawapa afya. Watoto wenu wanakuwa waliobarikiwa. Hautazaa malaya, hautazaa mwizi, hautazaa lesbian, hautazaa shoga, hautazaa mlevi. Watoto wako watalindwa na Mungu. Kwa jina yako. Bwana Yesu asifiwe. Anachotaka Mungu tu ni kutii kile ambacho ameweka kwenye neno. Sikia, fanya. Kuna watu wengine ukiona kanisani unafikiri wanapenda Mungu. Kuingia kwenye ibada anaingia saa 6. Na ikikaribia saa 8 ameshaondoka. Mimi mngekuja kule Kenya mngejua mjui. Tunafanya ibada moja kuanzia asubuhi mpaka saa 12. Amina. Hiyo siku tumepeana kwa Mungu. Maana Biblia inasema kwamba haki yenu isipozidi ya Mafarisayo hamtaenda mbinguni. Mafarisayo wanaabudu Jumamosi mpaka jioni, hawafanyi kazi. Alafu wanakuja masaa mawili nataka uende nyumbani for what? Sacrifice yourself to God. Yaani sikiliza. Jitoe dhabihu kwa Mungu. Amina. Kitabu cha Warumi hebu soma tusikie. 12 mstari wa 2. Unajua kuna watu hawajui. Wewe unakuja ibada asubuhi unataka ibada pasta ni moja tu. Lakini mimi sijasema mfanye hivyo, mimi sijaingilia uhuru wenu. Lakini nawafundisha vile Mungu angependa apate muda mzuri wa kumwabudu. Kuwe na kipindi cha uponyaji, kuwe na kipindi cha ushuhuda, kuwe na kipindi sema amina. Wewe unataka ibada ya masaa mawili hata ukiwa kwa haina matunda, maana unawaza ataondoka saa ngapi? Umeshapanga mipango. Unatakiwa Jumapili weke off everything you have. Off. Kila kitu ulichonacho weka off. Hii siku ni ya nani? Ya Bwana. Amina. Soma mtu wa Mungu. Warumi 12 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, wala msifuatishe basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Nisikilize, yani itoeni miili yenu kama dhabihu. Je, umejitoa dhabihu ulipokuja kwenye ibada? Ama bado una mambo mengine umeweka kwenye akili yako? That's why hata ukihubiriwa injili haipati nafasi, maana umeweka madude kichwani. Umeweka biashara zako kichwani, watu unaowadai na unaowadaiwa na wao ndio wako kwenye kichwa yako. Mtu akiingia kwenye kanisa anasema, wakati ambapo Mfalme Daudi aliposikia ni wakati wa kwenda nyumbani kwa Bwana, akasema nalifurahi waliponiambia tuende nyumbani mwa nani? Bwana. Nalifurahi waliponiambia twende nyumbani Baba. Nalifurahi waliponiambia twende leo. Kwa sababu katika nyumba ya Bwana kuna uponyaji. Katika nyumba ya Bwana kuna kufarijiwa. Katika nyumba ya Bwana kuna urejesho. Katika nyumba ya Bwana kuna uongozi wa kiungu ambao utasababisha miaka yako yote uishi kwa furaha. Kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 3. Mimi nikupe siri. Hakuna kitu kinaweza kikakupa furaha, si nyinyi mpe furaha mtu binafsi ambaye amelielewa neno na kalishika na katembea nalo. Mimi nilikwambia siku zote nimekuwa nikikubiria lazima wakute uchawi. Kwa sababu nguvu itakayokuwa ndani yako haitakuwa ya kawaida. Mimi huwezi kuniroga. Yaani mimi hata nikisimama kwa kule nje nikitangaza injili nasemaga, kama mnajua nyinyi wachawi kafanyeni mkutano, mkiniroga hata nikikohoa mjue Mungu wa Yesu akufa wala kufufuka. Sema amina. Amen. Unaongea na ujasiri, unaambia kanirogeni muone. Na mimi hakuna kuniroga. Kama walishindwa kutibu ukimwi, Mungu akauondoa, nani anaweza kuniroga tena? Tena Mungu ananilinda tu kwa neema.
Sema amina. Siku moja niliibiwa mali zangu Kikomba wakati nafanya biashara. Mali nilipoibiwa nimepata wakati Mungu alipokuwa yaani Mungu aliponiokoa. Mimi mko nyuma. Nilikuwa na pesa zikaisha. Alafu wakati nilipookoka tu akaziru, yaani nikakaa kwa mateso kwa muda fulani. Kumbuka nilikuwa nimeoa, sina hata kitanda cha kulalia. Nilikwambia kitanda ni kile ukilala kinaanza kukwambia unaenda wapi, kinapiga kelele. Unasikia ni kama kitaachana. Wakati huo unachukua avocado la bei rahisi. Kagano la bei rahisi ni na vidonda ndani nacho. Unapangua unachanganya na mkate unakula unalala. Na umejaza unarudi unasema haleluya. Yesu ni Bwana. Sema amina. Amina. Lakini baada ya muda fulani Mungu akanibariki kwa namna isiyokuwa ya wakasemaga huyu sio Yesu peke yake, ana kitu nyuma yake. Sema amina. Nikapata pesa. Kule nilisikia nikupatia muujiza wa kupeleka kwa China. Sikwenda tu hivyo. Nilianza kuleta mizigo China na nikafungua duka Garissa kwa Somali. Na maduka mengine matatu yako Arusha. Kikomba kuna duka. Mungu akazirejesha zile pesa za kwanza maradufu. Sema amina. Siku moja nikaibiwa mzigo wangu wakati ndio pesa ndio imeanza kuja sasa. Na hiyo ndio mzigo ndio biashara yangu ya kwanza nimeanza. Mungu akanipatia biashara ambayo hakuna mtu alikuwa nayo. Yaani Mungu akitaka kufanikisha anakupa ubunifu ambao mwingine hana. Alafu mwingine akijaribu anakuta akiendi anasema wewe ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Mzigo ukapotea Kikomba wote wakaimba wote. Huyu ambaye nasema ni assistant wangu ambaye alikuwa assistant wangu hapo nyuma, sasa hivi ana kanisa anasimamia. Nikanisa letu vile vile. Akanipigia simu akaniambia pastor, tumekuta wakati huo sija qualify mambo ya upasta lakini bado niko kwenye hiyo eneo ninaenda hapo. Sema amina. Amen. Akaniambia mzigo wako tumekuta wapi? Haupo. Nikamuuliza ni kweli umekuta haupo? Akasema ni kweli. Mimi nikasikia nimestuka kwa dakika moja. Nikiamka akaniambia nini? Na dada yako alikuwa hapo. Akaniambia nini? Nikaambia ile mzigo wangu umeenda. Nikaona wameanza kulia maana wamejua maharaje kwa nyumba yapo tena. Wakajua kile tulikuwa tumetegemea ukute duka lako lote limeenda na umebaki na nini? Alafu nikasikia kitu kinaniambia wewe mtie moyo wewe aliyekupigia simu. Nikampigia simu nikamwambia pita kama ni kweli hakikisha imeenda usiogope. Kama Mungu alisema ni mlinzi wangu na kaona wakiba na akaruhusu akaiba ana sababu. Bado ni mlinzi wangu. Hajaacha kwa mlinzi. Nisikilize, nikafika pale Kikomba nikakuta watu wamekaa tension. Wanafikiri nitawapeleka ndani. Nikasema jamani msiogope nisipeleke mtu ndani. Kuna aliye juu ambaye ana macho ya kuona, anajua ni nani aliyeiba na kaenda nao. Alafu wakati nilikuwa na zile speaker nimenunua nikitakaga pasa na ubiri na mimi nashuhudiaga. Na wakati bado nimeshaanza kupata neema ya kuhubiri. Sema amina. Amen. Nikapanga speaker zangu nikasimama kwenye soko. Nikasema yule aliyeiba hiyo mzigo nimemsamehe lakini kama unajua hujauza leta mzigo ulete. Na nimewapa siku ngapi? 7. Sema amina. Amen. Lakini hata kama umeuza hapo mimi nitakuwa nimefanyaje? Nimekusamehe. Na ninamaanisha mimi sitalii. Ikawa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ndugu yangu akanipigia simu. Akaniambia kuna jamaa amekuja akaniambia ati kuna mtu amemletea mzigo anataka kumuuzia. Anahisi ni ule wako na anataka tumtumike na yeye aende ashiko huyo mtu. Na huyo mtu si mtu mzuri. Angeweza kanunua maana mtu akikuletea kitu cha 1500 akuuzie 20,000 utaacha kununua? Sema amina. Nikamwambia kama ni kweli basi mwambie basi tutajipanga. Tukajipanga na ndugu zangu, tukaenda kwa chifu. Na nikamwambia unajua tukaenda kwa chifu kitu anachotangulia ni hongo. Kwa hivyo kila mtu abebe Biblia yake. Wajua hao ni maafisa wa mbinguni. Tukafika kwa chifu, tukamwambia kuna mzigo uliibiwa. Japokuwa anatuuliza kama maswali, je, mlitoa taarifa kwa mwanzo? Tukamwambia hatukutoa taarifa maana tuliamini Mungu. Sema amina. Wakasema mna hakika kama hiyo mzigo ni hiyo nikatuambia. Wakasema sasa nyinyi watu wa Biblia tutakula nini? Kama usijali, Mungu atafanya njia. Wakasema hii issue tutaifanya wakati wa usiku wakati mtu anarudi nyumbani. Maana ameambiwa mzigo uko sehemu inaitwa Umoja. Basi yule kijana akawa ni wasema na yeye tukutane siku moja na yeye anakomeketi na sisi. Kwa hivyo tukaingia na Corolla ka polisi, tukaingia ndani akatupeleka akatufikisha Umoja akatuambia tukaeni hapo, tukoje tupigie simu kwamba huyu jamaa ameingia. Kwa hivyo yule kijana alienda akasimama mahali ili yule ambaye wamekubaliana wauziane mzigo akipita hapo aende ampate mzigo. Lakini cha ajabu hakuja tena.
Ni kama mchawi huyo mtu. Hakuja tena. Polisi wakasema sasa hii ni nini? Wakasema badala tungojee wacha tuingie nyumbani kwao. Sema amina. Amen. Tunapata ile kijana akamwambia sasa hakuna jinsi. Unajua nyumbani kwake tunaenda. Wakaenda, walipoingia ndani wakaingia na fujo, wakatoa bunduki. Mimi sikuwa najua kama amebeba bunduki, walikuwa wamevaa kiraia. Nikasikia zimechungulia, nikasikia wakaingia ndani. Ndugu yangu mmoja mkubwa ambaye ni fastball kwetu akazunguka kule kwa company mimi. Nikasikia akisema kwa Kichaga, "Aichumsiko." Kuna jina sijataja. Huyu ndio ule mzee ukipismidi kwa mfupi. Walikuwa wanataka chunguruma. Kwa hivyo hata kulipuka ni muujiza. Sema amen. Tukapata mzigo mchungaji. Ule mzigo tukampata ule kijana. Na yule kijana alikuwa pale nikitangaza kwa speaker, alikuwa anacheka cheka. Kumbe ni yeye. Nikamwambia, "Si nilikwambia?" Akaniambia, "Sasa sio mimi, tulishirikiana na watu fulani, na polisi." Nikamwambia, "Mimi sijui. Ongea na polisi hapo." Sema amina. Tulipofika polisi, mzigo wangu nimeupata. Nikaambia polisi, "Nimewasamehe." Pamoja na wale wengine wote walioshirikiana naye, mimi sina shida naye, nimepata mzigo. Akasema hata kama mwasamehe, sisi hatujawasamehe, tunakula nao sahani moja. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia mzigo yule kijana aliokoka. Nataka nikwambie ukiwa na Mungu ndani yako, ukistawi, hakuna atakayezuia ustawishaji wako. Amen. Haleluya. Soma hicho kitabu mtu wa Mungu. Zaburi 1 mstari wa kwanza hadi wa 3. Neno la Mungu linasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, wala akuketi barazani pa wenye mizaha. Heri mtu yule asiyesimama. Hebu rudia tena. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Asiyekwenda kwenye shauri la wasio haki. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Wala hajasimama katika njia ya wakosaji. Unajua tuko na Wakristo wengi wako makanisani, hawana kampani na watu ambao wako kiroho. Wako kampani na watu ambao wako vuguvugu. Maana hivyo ndivyo roho zao zilivyo. Ukiokoka, ukipenda Mungu sana, unakwambia huyu anajifanya anajua Mungu sana. Na mko kanisa moja. Alafu anataka afanikiwe. Utafanikiwa aje? Mungu anataka aone 100% ndani yako kwamba wewe unatembea na yeye. Amen. Sema amena. Na maana mtu mliyezaliwa na yeye lazima umpende. Ukiona kuna Mkristo kanisani na hampendani, anakuchukia kwa sababu ya vile unapenda Mungu, vile unawajibika kanisani. Hamko kimoja, ana roho nyingine. Amen. Hamjazaliwa pamoja. Huyu amezaliwa upande mwingine. Maana Biblia inasema kwamba mtu ambaye amezaliwa na baba mmoja, anasema aliyezaliwa na Mungu kupenda yule aliyezaliwa na yeye. Sema amina. Amen. Wala akuketi barazani pa wenye mizaha. Asema wala akuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Na sheria yake uitafakari mchana. Wacha niwaulize swali. Wiki nimeona mnaandika manotice manini. Wangapi na ukidanganya Mungu anakuona. Hii wiki ni wangapi walikaa nyumbani wakatafakari yale maneno waliosikia na wakaenda kwa Biblia wakazifuatilia? Weka mkono juu. Ukidanganya Mungu anakuona. Basi. Ndio hivyo kanisa la leo liko, si hapa, kila mahali. Sema amina. Yaani unaona naandika kabisa, lakini akifika nyumbani ameweka hapo. Akija Jumapili amebeba tena. Utafaidikaje? Maana Roho Mtakatifu kile ulichofundishwa unapokwenda kutafakari, anaongeza ufunuo ndani yako. Si useme amen. Anaendelea kukupa habari zile ambazo hata pasta hakufikia. Umenipata? Na mtu anabeba Jumapili tu ndio anabeba Biblia. Akienda kanisani, kazini kwao, anaweka kwa beba bagi. Atakija kanisani anakuta ameweka kwa bagi, haiwezi kuibeba hadharani maana anaona ataibika. Uaibike ukiwa na mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana, daktari wa madaktari. Yaani unaibikaje? Unaibikaje kwanza? Wakati nilikuwa mara ya kwanza nibeba kabibia kadogo, nikaona haiki kadogo sana. Nikaenda kabeba lingine kubwa nikalinunua. Kana nimebaga hivi, ndio ukiniona unajua nimeokoka. Unacheza nini wewe? Lazima ujue Mungu wangu. Ukiniona nasema mbona anajifanya siku hizo umeokoka, namwambia wewe baki hapo. Yesu ndio njia. Basi kwa Yesu wewe una chochote.
Na nilikuwa na ujasiri wa kuzomea mpaka matajiri. Sema amina. Kwa nawaambia ninyi mna utajiri. Wacha nikwambie kufanikiwa. Nini maana kufanikiwa? Kufanikiwa, kuna watu wamefanikiwa lakini hawajafanikiwa. Kwa nje wanaonekana wamefanikiwa lakini hawajafanikiwa. Mfano, unaendesha gari, alafu unatembea na oxygen. Inakusaidia nini? Unaendesha gari, watoto wako wameachwa, wamezaa ovyo, unasema nini? Hapo. Ze. Yesu ni mzuri. Wale wazako Yesu ni mzuri. Uko na nyumba nzuri kubwa ya ajabu, ina kila kitu, mpaka ina lift za kupandisha kwenye bedroom yako. Lakini una kisukari, ukula chakula cha chumvi, ukunywa chai ya sukari. Sasa wewe ni tajiri ama ni maskini? Sema nakataa kwa jina la Yesu. Anasema ndipo atakapofanikiwa. Kitabu cha Mithali 10:22, tusome hicho. Mungu akikubariki hakuna tatizo. Akikupa mke haikusumbui. Utaishi naye mpaka Yesu arudi. Sema amina. Amen. Mungu akitoa kitu akikupa, yani Mungu amekupa, ametoa kwa mke mzee, akakupatia akakwambia mimi Mungu ndio nimekupa. Hata ukitokea tatizo utalishinda. Maana ni Mungu alikupa. Si mawazo yako. Sema amina. Kwa maana nilipokuwa nikiwafundisha kuhusu kutoa Mungu, kumtolea Mungu dhabihu, ni vizuri kila kitu unachokifanya. Kabla hujafungua kazi yako, toa dhabihu, mwambie Mungu nakushirikisha kwenye kazi yako. Kabla hujaenda kuolewa kuoa, toa dhabihu, mwambie Mungu nakuomba unipatie maono ya kujua ni nani ambaye anastahili kuwa mtoto wangu, mke wangu, mume wangu. Sema amina. Amen. Soma mtumishi wa Mungu. Kitabu cha Mithali 10:22. Baraka ya Bwana utajirisha. Baraka ya Bwana utajirisha. Wala hachanganyi huzuni naye. Hawezi kukufanya eti unajenga nyumba alafu unakufa usiku. Yaani unajenga nyumba wamemalizia tu lenta, wameweka bati, wameweka gypsum, wamemaliza, wameweka TV na furniture, unasikia umelazwa KCMC. Si Mungu huyo. Amen. Mungu akikupa baraka zinadumu na zina amani na zina furaha. Na baraka si utajiri, baraka ndio zina access utajiri. Sema amina. Baraka ndio zinaleta amani. Unaweza kuna mtu ambaye hana pesa lakini amebarikiwa. Mbona hana tatizo? Tajiri unapelekwa India, yeye ananunua kilo kumi akisikia kichwa kinaisha. Sema amina. Amen. Mimi ni kichwa ngumu nyumbani, nikiumwaga siendagi hospitali, hata mke wangu ananijuaga mimi ni kichwa ngumu. Anaambia sio ndio, ananiambia nani? Si nikwambia nikija hapa niliyatakiwa. Mpaka nikashindwa kwenda kanisani. Mama ananiambia si wewe. Nikamwambia nani? Aliniponya ukimwi niko ndani yangu, yako ndani yangu. Ambaye alitupa watoto baada ya miaka 15 niko naye sijamwacha. Sasa unaniambia nenda hospitali na sijakwambia usiende. Siufundishi imani ya kijinga. Sema amina. Amen. Mimi namaanisha hivi, kama unaamini beba Mungu, lakini kama uamini nenda wapi? Maana kama uamini nasema na imani hakuna wasiwasi, utakufa. Mwenye mashaka lazima aondoke. Imani haitakiwi shaka. Ukishasema hivi kweli nimepona vile nimeombea, ujue hujapona. Si Biblia inasema. Kitabu cha Jacob chapter 1:6 anasema akiomba na aombe bila shaka. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari. Yaani ni kama wimbi ambalo linachukuliwa la bahari huku na kule. Mtu kama huyu asidhani kwamba atapokea kitu kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Ukishaweka shaka. Nilikwambia tu tukutana na mchungaji wako, mwambie pastor mimi ni mgonjwa. Akwambie nenda umepona. Amini hilo neno. Kwanza utapona on the spot kuliko leo unawekea mikono. Baba kwa Yesu ninakuombea. Unajua tunaomba hivyo kwa sababu tusipoomba hivyo utaamini. Nilikwambia Mkristo ni waajabu. Unaweza kuhubiri kuhusu ndoa ama ukahubiri kuhusu wagonjwa. Ukasema sasa wagonjwa watokee mbele ni waombee. Ukawaombea ukimaliza unaenda ofisini. Unasikia sekretari akikwambia kuna mtu anataka kukuona. Unamwambia nani fulani? Haya, unamwambia karibu, ingia ndani. Unakaa taraji, pastor unajua mimi ni mgonjwa hapa. Na ulihubiri kuhusu wagonjwa na ukawaita pale mbele. Sasa wewe utapona hata ukimwambia kwa ofisi. Maana hakuwa nini hapa, ataamini wapi? Kila pesa wa Kiswahili wanapitia shida ni kutokuamini tu. Na ni kubwa ni kutokuamini wala sisi zingine. Ni kutokuamini. Just believe. Sema amina. Amen. Nimesema tusome wapi? Tumesoma ile ambayo inasema baraka za Mungu achanganye huzuni. Na maana Mungu akikubariki hakuna
akichukua mke akikupa, utaenjoy. Utakuwa mnacheza kwa nyumba namna hii, sio mnaangaliana kama kunguni na chawa. Kuna watu ukienda kwao wanapenda wanapendana, kumbe unangojea utoke. Kwambia hata mama jikasirikaga akileba chakula utajua tu kama uko nyumba kuna shida. Mama jikasirikaga nguvu inaanzia kwa miguu. Akitembea sikia. Analeta chakula sikia ndio hiyo. Ukifika tu unajua huku kimesha umana huko ndani. Sasa nakuangalia hivi tu. Ngojeni kesho tutaongea mengi. Mama mko? Wazee mpo? Wale mnataka kuingia hapo. Tukutane kesho. Mawe yenu yako. Tapigwa jiwe na unapona. Haleluya. Haki na mchungaji mzuri mpaka mimi nimependa. Unajua kuna wakati mwingine ukitaka mchungaji unasema hata ningekuwa mshiriki, ningekuwa si mchungaji ningekuwa mshirika. Amina. Mkishindwa kutii mafuta, hakuna mahali mnaenda. Kama tena mafuta. Mtu analetea ubiri kila wakati. Mimi nilikuwa namwangalia kama mbia au unaweza na hizi gharama. Ni neema, unapendwa. Amina. Amina yako unapendwa. Ndio maana tuko hapa tunakujaza neema ndani yako kwa kulielewa neno. Sema amina. Pigie Yesu makofi mazuri kama umeelewa. Kitabu cha Mambo ya Nyakati ile sura ya Mambo ya Pili Nyakati sura 26 mstari wa 3 na wa 7. Mambo ya Nyakati wa pili ile sura ya 26 kuanzia mstari wa 3 mpaka 7. Wapendwa, Mungu anataka ufanikiwe sana. Haleluya. Sema amina. Nikwambie kitu, mimi kile sikufanya wakati Mungu alinibariki ndio akaja kaniita. Mimi sikujengaga. Ukiona hapo usifikiri na nyumba. Mungu atakusaidia tuishi. Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alinisaidia. Kitu kutoa sadaka inakupa nguvu ya kushinda zaidi. Sema amina. Sasa piga hesabu milioni 1 mpaka ifike 45. Alafu nipeane hivi. Wewe una imani wewe. Imani ni kujitoa sadaka, ni kugusa sehemu ambayo kibinadamu haigusiki. Lakini unagusa mpaka Mungu anaona sadaka yako inagharimu moyo wako, ndio anakuja kinjia nyingine mpaka unashangaa. Kila kitu unachogusa kinafanikiwa. Kwa jina, ndio maana Yesu alipoona wale watu matajiri wanatoa pesa alisema hao wanatoa mabaki. Hata Mungu hajasikia na hizo sadaka zao. Lakini yule alitoa senti 2 alitoa zake zo. Hana mume, hana banki. Acha nikwambie binti uko hapa. Una kudoa mtu nataka tu kuolewa badala ya kuoa. Unajua ukija kanisani uanze kufikiria kuolewa huolewi. Fikiria Mungu kwanza. Kuna mtu anakaa kanisani anaona nimekaa miaka 20 haolewa anaamua kukwenda kule nje. Unaona kitu kimenunuliwa V8, mwanamke analisha V8 amekonda kimekaki ni mapambo tu ya nywele mazuri na gauni la begani, lakini vifupa viko hapo. Maana mume wake hatembeaki naye, vibengwe ndio vinalala naye. Analiolewa na mshirikina. Anaogopa tu kusema maana anaamua tu ajikaze hapo. Ama hujaijua kuna watu wameolewa na watembea na waume zao. Masharti ya mganga. Sema amina. Kama umekuja kanisani komana Yesu wako. Sema hata kama miaka itapita ni wakati sahihi ndio nitaolewa. Lazima uolewe na miaka 23 na ukafa haraka. Ama ndoa yako ikaribika, lakini ukaolewa na miaka 42 ndoa yako ikadumu. Alafu Mungu alivyo mzuri anakupatia mapacha unazaa hata watoto 4 kwa wakati mmoja. Anafidia wale wengine. Kwani unaona mimi nimefidiwaje? Si unaona niko na watatu na wengine kanaambia mjini. Yaani Mungu wakati anapokupatia jaribu inaonekana milango yote imefungwa. Lakini wakati anafunga mmoja milango yote inafunguka. Wow. Ya biashara, ya afya, ya marafiki, ya nini, connections za maana, vitu vingi. Sema amina. Amen. Yesu makofi mazuri. Sema mtumishi wa Mungu.
Kitabu cha Nyakati ya Pili 26:3-7. Neno la Mungu linasema Uzia alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala. Akatawala huko Yerusalemu miaka 52. Na jina la mamaye aliitwa Yekolia wa Yerusalemu. Akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana. Akafanya yaliyo ya adili machoni pa nani? Pa Bwana. Yaani alipochukua tu kutawala nchi, aliwaza Mungu. Akatenda yaliyo sawa mbele za nani? Za Mungu, ili ufalme wake ufanikiwe. Hakwenda kwa Freemason, hakwenda kwa mganga, hakuabudu mizimu ya kwao, hakwenda kwa mchawi. Alimtazama Jehova. Amen. Na kusema kumpenda Mungu ama kumwabudu Mungu si kuinama na kuinuka. Ni matendo yako yanamwabudu Yesu. Amen. Sema amina. Amina. Halafu sawasawa na yote aliyoyafanya Amazia babaye, akajitia nia amtafute Mungu. Kwanza alipoanza kufanya yaliyo ya adili, akajitia nia amtafute nani? Mungu. Alitaka nguvu za kutawala. Haleluya. Amtafute Mungu katika siku za Zekaria, aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu. Na muda alipomtafuta Bwana, Mungu alimpanikisha. Akatoka akapigana na hata tu hapo Mungu akamfanikisha. Yaani hata alipotoka akapigana na Wafilisti, yeye alikuwa na wagonga tu, si kwa sababu ana silaha nyingi, lakini kwa sababu Mungu yuko upande wake. Amen. Amen yako iko chini. Amen. Kuna wakati unahitaji kuwa na silaha nyingi, ni Yesu tu. Amen. Mchaye kija kichungulia hivi anakuta umezungukwa na jeshi. Nakumbuka mule mtu anaitwa Elisha ama Elia, alikuwa na mtumishi anaitwa Gehazi. Akawa anaenda kumwambia mfalme mambo ambayo yanapangwa vibaya huko wapi? Kwenye ile nchi. Mpaka mfalme wa ile nchi akasema, ni nani anakuwa katikati yetu? Anaenda kumwambia mfalme wa Israeli, ili tunapangaga. Akaambia, wewe kuna kimtu kiko huko, yaani mambo naongea na mchako kitandani na mwambia yake. Sema amina. Na kilipo kijinga eti kinajua kabisa mambo yanayoongea kwa kitanda yake anaambiwa, lakini kinapanga vita kwenda kumpiga. Akachukua jeshi waende wamvamie. Wakati wamefika kwenye ile nyumba yake, wakaizunguka yote na mafarasi na magari na mavifaru na makombora, yale akalia nyumba Elisha. Gehazi akatoka nje akakuta jeshi, akasema tumeisha. Hakutoa hata jicho, alirudi ndani akamwambia Elisha, Mungu wangu tumeisha. Elisha akasema, Mungu si ufungue macho huyu. Ajue walio upande wetu ni wengi. Amina. Alipofunguliwa macho akaona magari ya moto yamezunguka angani na sema amina. Yaani Mungu akiwa upande wako, hata kama unajeshi la gari hawakuwezi. Amina. Wale majini sije naitwa Kizibangwe, sijui nini, sijui Makata, sijui Maimuna, hayakuwezi. Amina. Sema amina. Yesu makofi mazuri. Sema amina. Kwa hivyo huyu alichukua hatua. Kitabu cha Zaburi 128 tulisoma jana. Hebu soma mstari wa kwanza. 128 mstari wa kwanza mpaka 6. Hiyo tulisoma jana, alafu tule kwenye pointi ya pili nimalizie hapo. Zaburi 128 mstari wa kwanza. Heri kila mtu amchaye Bwana. Heri kila mtu amchaye Bwana. Aendaye katika njia yake. Aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako hakika utaila. Acha tu kwanza hapo, tutaendelea. Taabu ya mikono yako. Ndio maana nikakwambia Mungu hawezi kukupa nyumba ulazwe kwa sehemu si. Kwa sababu talikuwa ni kwa kubwa Mwanza. Mungu hawezi kukupa mali nyingi ulazwe Uganda. Na kama utalazwa Uganda na haujakosana na Mungu, hiyo ni test, utaishinda. So sema amen. Amen. Kwani Ayubu pamoja kwamba alikuwa na ulinzi, si alipata magonjwa? Si alifilisika? Lakini alikufa? Alifilisika? Si alirejeshwa kila kitu? Mara ngapi? Kwa hivyo testi inakunyanyua kiwango kingine. Ni Mungu akatumia Lazaro vitu kupima imani yako. Sema amen. Uendelee mtu wa Mungu. Amen. Utakuwa heri na kwako kwema. Asema utakuwa heri na kwako kwema. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao. Wazee mko hapa, niambieni ukweli. Wake zenu ni kama mzabibu nyumbani kwenu. Hebu angalia mzee na behave aje. Kama kuna mwanaume hapa. Sorry, kumbe nikisema mzee wa poleni. Wanaume. Mimi ni Mkenya bana. Nilisema mzee wa mume.
Kama wewe ni mume kwa mke, nakuuliza mke wako ni kama mzabibu kweli? Kama wanasema ndipo angalia wanaume kwa macho, utajua tu hiyo macho inasemaga. Mwangalie tu hivi kama umekana mwanaume, mwangalie kwa macho. Mwambie kama ni unaona hiyo kitu kweli. Oje iko na mtu anatoa shuhuda hapa anasimama, Bwana Yesu asifiwe, amen. Wapendwa, Mungu amenibariki, nimeoa, niko na mke mzuri, ninampenda, mke anafanya. Maana anajua vile unamwezi, anajua hujaokoka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ili amtai Bwana, maana tabia kazi yake ya mikono yake atafanyaje? Utaendesha gari lako sitasahau kamwe. Hakuna endesha. Mimi nasaidia na drive, nasikia raha. Na sifi leo wala ahadi ya Mungu niishi mpaka nizeeke. Nizalie matunda mpaka wakati wa uzee. Sema amina. Yaani unashuka kwa gari unaringa kwa sababu ya Yesu. Sema amina. Alafu usiringe kwa watu wa ungwana. Enda tu mbele ya chela fulinge. Shika kifungu chako kama ni cha Prado kama. Haleluya. Kama ni iPhone umeshika unaibeba unasema halo, unapita mbele ya wachawi. Yaani wanakuangalia wanatamani wakumalize, wanashitwa. Watajiua my friend. Unasema wameze mkasi na sururu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuwa na Yesu ni raha bwana. Raha. Raha sio raha. Anasema tabu ya kazi ya mikono yako utafanyaje? Mke wako atakuwa kama mzabibu nyumbani. Watoto wako kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Anasema ukaishi ukaone watoto wa watoto wako. Yaani usife leo wala mtoto wako leo somesha aoe, azae, na aliyemzaa aoe, azae ukiwa unaona. Inawezekana. Ni Bible inasema. Ukitaka kuamini na kuambia ukweli, kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 25. Soma maneno hayo itakusaidia. Ahadi za Mungu ni amina. Ufanikiwe kisha ustawi. Hebu sema nitastawi. Kwa jina la Yesu. Siupokee hiyo neema jamani. Ufanikiwe. Hii kanisa itajengwa hapa. Simulisumbuliwa sana huko. Sasa Mungu alikuwa anataka msumbuliwe mfike hapa. Hapa ndio kwenu. Alafu mtaenea upande wa kaskazini, mashariki. Wewe usiangalie mawe. Mungu anaweza tuma kreda ya kubeba hiyo mawe. Yaani mnakuwa na imani mpaka contact zenu za kujenga mpatie watu wa kawaida. Mnaleta mainjinia kutoka China. Mnawapigia simu nawaambia halo, tuna kanisa lisilo la kawaida. Wakujengea kanisa mpaka wanakuwekea parking huko juu, gari linapanda linaenda huko juu. Amen. Tuseme amen. Nimesema tusome wapi? Useme matusikie. Kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 25. Nasemaje? Nanyi mtamtumikia Bwana. Sasa zinaenda basi. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako. Kwanza atabariki chakula chako na maji yako. Yaani maana yake ukila chakula kisikudhuru. Hata kama watu watakula wahare, wewe utakuwa na afya. Sema amina. Mimi sichaguagi chakula, nahubiri hii mahali popote. Mimi si ule mchungaji utaenda mahali unipatie chakula nijifanye naona Kenya. Naipiga menu, nafsi yangu nifungua. Si ajabu nikaenda hata China ukaniwekea ungu hapo nikakula. Usiniige shauri yako. Maana unafanyaje na hiyo ndio chakula yao? Na kula mbwa si dhambi. Biblia inasema chochote mtu anachokula kama dhambi yako haikuhukumu ni sawa. Hata anayekula konokono kwa Mungu anaingia. Wewe ndio ukulaji juu kwenu mlizaliwa mkakuta hivi. Hata kuna watu wanakula mbuzi wanasikia kinyaa. So sema amen. Ambie mwenzako huelewi. Unajua kuna kitu unafikiria eti kwa sababu unakula mbuzi unataka watu wote wakule mbuzi. Kwa sababu wakule mbwa unataka watu wote wasikule. Kwa Tanzania tuna kabila linakula mbwa. Si wapo. Tena unasema ni supu nzuri. Wewe ndio kwako sio nzuri. Wewe fuga, akulindie mali. Sisi tunafuga Yesu. Sema amina. Soma mtu na maji yako. Atabariki maji yako. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Anasema nitakuondolea ugonjwa usiwepo katikati
yako. Sema kisukari bye bye, pressure bye bye, cancer bye bye, TB bye bye. Yesu alipigwa kwa ajili nipone. Sema nimepona. Pokea kwa jina Yesu. Nenda kapimwa, una ugonjwa wewe, hata ukitembea na wasiwasi. Sema amina. Haleluya. Alafu akasemaje hapo chini? Hakutakuwa na amen. Mstari wa 26. Hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba. Hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba. Ndio maana niko namwambiaga mke wangu, wewe ni wa kuzaa. Endelea kumalizia, tumalizie tu hapo vizuri. Wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako, na hesabu ya siku. Daudi alimwambia Mungu, nifundishe kuishi kwa hesabu siku zangu. Unajua kuna maandiko mengine kwa Biblia yatakupeleka kubaya. Eti Mungu mwanadamu amepewa miaka 70, ikiwa mingi ni 80. Ni uongo. Huyo ni mtu aliongea mambo yake. Babu yangu alikuwa kufanya miaka 135 na ajui Mungu. Alafu mimi nikufe na miaka 80. Nani? Sema nakataa kwa jina la Yesu. Kwenye Biblia kuna maneno ya watu na kuna maneno ya Mungu. Mungu akusaidie kuelewa. Kuna maoni ya watu. Ndio maana Paulo alikuwa anasema hii si Mungu amesema, ni mimi. Sema amina. Eti miaka 70. Ana kwa miaka 70 hapa. Baba hujafikisha? Uko na miaka ngapi? 65. 63. Hasa tarejea ingine ni kama hiyo. Unataka kufa mapema uende wapi? Sema afi mtu hapa. Kwa jina shida ni kuonaga lazima mtu akufe tu. Yesu alisema kuna walioko hapa watakufa mpaka nirudi. Wewe unajua kule waliko. Tajipanga wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya kiimani ni vitu vya ajabu. Wewe usipoamini utabaki kwa shida. Ndio maana mtu anapakia ungo anaenda kwao, wewe una nauli ya kwenda kwenu. Shauri yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata mcha hili si imani anatumia. Wewe unafikiri kuna kitu, kuna injili kwenye hiyo ndege? Tunaona kuna radio kula hata halina waya. Halo, niko angani hapa ninapita, uende njia gani? Wako mpaka na mtandao wao. Wa kiimani, sio katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo ya Mungu ibada, ni mazuri. Haya, namba 2. Wacha niruke hii. Kuna maandiko mengi hapa lakini tukiyasoma itatupeleka saa zangu zinaisha. Haya, amesema nitaje. Andika Kumbukumbu la Torati 7:12 mstari wa 15. 7 kuanzia 12 mpaka 15. Kumbukumbu la Torati. Alafu andika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 21. Pia unaweza andika Wafalme wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3. Alafu pia ukaandika Yakobo 1:23 mpaka 25. Alafu andiko la mwisho ambalo linasema mtu mwema huachia watoto wake urithi ni Mithali 13:22. Maana ukiwa mwema Mungu atakubariki mpaka utaacha urithi. Utajiri wa Mungu ni wa kudumu. Sema amina. Amen. Namba 2. Kuna mtu hajashika? Nirudie tena. Nirudie tena. Sema amina. Nimesema kitabu cha Wafalme wa kwanza, wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3. Alafu Yakobo 1:23 mpaka 25. Yohana 14 mstari wa ngapi? Wa 21. Mwanzo 22 mstari wa 15 mpaka 19. I think nimemaliza. Yakobo 1:23 mpaka 25. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kasome nyumbani. Namba 2, ukitaka kufanikiwa kiuchumi pia lazima ufanye kazi. Lazima ufanye nini? Baadaye pasa hii somo ya hii ni refu. Kwa hapa lakini siwezi. Mungu atanileta tu hata kama ninaangalia. Na mimi najitabiria siku nyingine nikija ni ndege napakia. Sema amina.
Nisikilize. Kufanya kazi. Pale kwenye nchi yangu, sitaki kutaja maana huko wataniona. Watu wengi waga hawana kazi, ni wasomi. Unajua kwa nini? Anategemea document aliyosomea. Ukisoma, usisome ukiamini kwamba lazima nipate kazi kwa hiyo kisomo. No. Soma upate maarifa. Maana serikali haiwezi ajiri wanafunzi wote. So sema amen. Sasa unakuta mtu haendi kufanya kazi, analala tu kwa nyumba. Anangojea aone TV kisema tunatafuta watu ambao wamesomea kitu fulani, zipo. Niliambia watu wangu kule ninapoishi, mimi sijasoma hata primary. Nilikuja Kenya nikiwa hivyo hivyo. Lakini nikafanya kazi na nikapata pesa, nikapata pesa, nikawa na maduka na nikaajiri watu. How come so unasema huna kazi? Maana yake unapotaka kufanya kazi usidharau kazi. Unaweza ukachukua hata utameli ukalikatakata ukasema 200 ukapata 1000, umenunua 500, ile 200 300 una save, unakula 200, 500 bado ni mtaji, unaenda unanunua nyingine. Sema amina. Umenielewa? Mungu hataki wavivu. Mungu hakubariki kwa kuambia receive. Mungu anakubariki, kanuni yake atabariki kazi ya mikono yako. Kanuni ya Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Niliona wajinga wengine wameambiwa beba simu juu. Hebu beba simu yako. Hebu bebe. Tafadhali. Beba tulipatie practice. Weka juu. Wanaambiwa sasa ninaona Mungu akifanya muujiza. Pesa itaingia kwa simu sasa hivi. Katika jina la Yesu. Ninaamuru fedha ije kwenye simu yako. I see prophesy papa, ipa pumbavu. Sema amina. Unaona kingine kimetokea kule, nilikuwa na pesa 10,000 kwa simu kwa kibeti yangu, sasa kuna dola. Leo nabii mwingine alikuwa Uingereza, akaja hapa Dar es Salaam Tanzania. Na kingine kilasta hivi. Kimevaa kilasta, kimevaa na kikinyasa. Na wana neno la ajabu, kama una akili unaweza ukaibiwa. Ufunuo wao si wa kawaida. Unaweza ukadhania ni ukweli. Sema amina. Mimi nasema pesa inaingia sasa hii. Yes papa. Yes nabii, you are true man of God. Yes. Nani alikudanganya? Wajinga ndio? Alafu mkishaingizia pesa kwa simu wanasema na si kweli, kuna ujanja. Alafu anakuambia toa sadaka. Kama alikuwa anaweza kuingiza pesa kwa simu yako, sadaka atakuitisha nini? Si aingize kwa simu yake. Sema amina. Lazima ufanye kazi, usiwe mvivu. Mtu mvivu hawezi akaona chakula nyumbani kwake. Mvivu ukopa kila siku. Hakuna mtu anayependa madeni. Usilale nyumbani. Ukisikia kazi ya mjengo nenda kafanye ukiwa na lengo la kusave. Amen. Aliambiwa zaidi tabariki kazi ya mikono. Hebu angalia hii mikono. Ndio maana mchawi akitaka kuloga mtu, maana Mungu aliweka nguvu ya kufanikiwa kwenye mikono. Nguvu ya utawala ameweka kwenye miguu yako. Mchawi akitaka kuloga mtu, anaangalia mali umekanyaga. Akichukua hiyo kitu, akipeleka kwa mganga, hakuna siku utamiliki nyumba wala shamba. Si wewe, urogo ni wa Yesu. Yes. Sema amina. Mimi naongea ujue namna utahubiria wale kule ambao hawajui Mungu. Akitaka kukupata anakuja anajifanya anatoa cheche kwako. Kumbe si cheche anatafuta, anataka ile ile ameshika na mikono yako. Siku hiyo mambo yako yanafanyaje? Watu waji, hiyo ni sayansi ya kiroho. Sema amina. Kwa hivyo Mungu ameweka mafanikio kwenye ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 16:15. Ameweka mafanikio kwenye kazi ya mikono. Yaani kwenye mikono yako, kile unachoshika ukishatembea na Mungu anakupa nguvu. Yaani mikono yako ina nguvu fulani ya kiroho. Kile unachogusa kinapiki. Unaanzisha kazi inapiki. Na usiwe unafanya kazi bila kushirikisha Mungu. Kile kinafanyaga watu wengi wanaanzisha kazi na haribika. Unakuta unataka kuanzisha kazi na hujaomba Mungu akuelekeze mahali panapostahili. Unaweza kupeleka kazi mahali ambapo Mungu hakutaka ukafanyia hapo kazi ikafilisika.
ukaanza kulaani Mungu, kumbe Mungu hahusiki. Kama mchawi hawezi fanya kitu, mtu anaenda kwa mganga hawezi fanya jambo kabla hajauliza mganga wake. Nataka kufungua mama, mganga anamwambia usifungue baba wakati huu. Ngoja kwanza miezi 2 ipite utakueleza. Mkristo haelezi Mungu. Sema amina. Kutembea na roho ni kumaanisha nini? Si roho ndio anakuelekeza? Si roho ndio anakufundisha? Anakupa akili. Sema amina. Soma mtu wa Mungu. Mstari wa 15. Tunamaliza nini sasa sana hapo Anasema siku 7 mfanyie siku kuu Bwana Mungu wako. Mahali atakapochagua. Anasema mahali atakapochagua. Kwa kuwa Bwana Mungu wako, mimi nitaka hiyo unayosema sasa. Kwa kuwa Bwana Mungu wako atakubariki katika maongeo yako yote na katika kazi zote za mikono yako. Kazi zote, sio moja. Nawe uwe katika kufurahi kabisa. Kwa hivyo andiko langu pale ni moja tu, kwamba atabariki kazi zote za mikono yako. Mwambie mwenzako mikono yako ina nguvu isionekana kwa macho ya binadamu. Inahitaji kufanyia hatua, kufanya kazi ili nguvu ifanye kazi. Sema amina. Nafikiria ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati chapter 8 verse 19. Hebu soma tusikie kama ni hiyo. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 19. Sijajua kama ni hiyo. Kuna andiko fulani linasema Mungu anatupa nguvu ya kupata nini? Hebu soma hapo tusikie. Nguvu ya kupata utajiri imewekwa kwenye mikono yako. Na Mungu anataka ufanikiwe kisha ustawi. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 19. Kumbe ni hiyo. Lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu na washuhudia leo ya kuwa utaangamia bila shaka. Mbona sijapata hiyo point? 18. Hebu sema 18. Asante. 18. Mstari wa 17. Mstari wa 17. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili afanye imara agano lake alilowapa. Yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kwa hivyo sio bidii yako inakufanya ufanikiwe, lakini pamoja kwamba unahitaji kuwa na bidii, lazima uhitaji nguvu ya kiroho itakayokusaidia. Sema amina. Mungu anataka ufanikiwe na ustawi. Wakati unataka leo, yani unaamua tu kwenye imani yangu, sasa leo naamini Mungu, ninaamini sitakufa nitaishi, alafu nitafanikiwa mpaka nikiondoka duniani, naachia uzao wako baraka. Are you sure? Ni ahadi ya nani? Si uipokee kwa jina la Yesu. Hata kama ulikuwa na kaugonjwa haukufi kesho wala kesho. Hata kama walikupima kasema ugonjwa wako upone, unaondoka. Sema ni unaondoka leo. Kwa jina la Yesu. Bali kuna ugonjwa bwana. Kataa. Tumishi wa Mungu. Yesu ni mzuri bwana. Kana Yesu ni raha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kazi alafu kuna malengo. Kuna vitu vinne vinaweza vikafanya mtu akawa maskini. Number 1 ni vile unavyojiona. Kwa sababu kuna watu huafektiwa na mazingira waliozaliwa. Labda wazaliwa kweli wakuta hawajai kujenga hata nyumba ya nyasi. Sasa akili zako ziko, ndio maana hata kampani yako ni watu maskini kama wewe. Biblia inasema tembea na waliofanikiwa ili ufanyaje? Sasa ili ufanikiwe lazima kwanza akili yako ijione wewe ni tajiri. Lazima kwanza uone kwamba ninaweza kufanya kile ambacho hakiwezekani. Sema amina. Sio kwa sababu umezaliwa familia maskini wewe ukikaa na matajiri, ukiona matajiri unaona kama ufai kuwa na wao. No, mimi nilikuwa sina chochote nikapelekwa mpaka Serena Hotel. Na nikakuta masafuria imepangwa hapo mpaka kule. Nauliza kwani chakula kinakujaje hapa? Mimi nafikiri ndio tunaangalia menu. Nasema waita njoo hapa chakula, nataka chakula kule hakuna. Tunaangalia masafuria, nikaangalia na mimi ni Mchaga napenda nyama. Kaangalia nikaona kuku, bata, mpaka nyama nyingine nauliza hii ni maana ni nyeupe sana. Nikasema sasa leo wataona, watajua wajui. Na mimi sijasoma. Mimi sina chochote, lakini nimekaa na wabunge wakina Waitito tumekaa nao hapo.
Ingawa wao hata ukinisikia nikisema hapa wanijui, nilienda na wachungaji wengine. Walikuwa wanasiasa wanapanga mambo yao pale. Sema amina. Amen. Nikapakua nyama, nikapakua nyama nyingine. Na kisha kila nyama, aina ya nyama naweka. Alafu mwisho nikachukua kapilau kadogo nikafunika hapo, kile nyama nimebeba. Na sijasoma. Na sina pesa. Nimebeba Yesu. Alafu mimi najisikia ni tajiri. Yaani siwezi kana mtajiri nijione mnyonge, siwezi. Maana ukijiona mnyonge itazaliwa roho ya kuomba. Ukikata na mtu anaanza kumwelezea shida zako. Nani aeleze shida? Mimi hata nikipakia pikipiki ya mshirika wangu namlipa. Amen. Uko sawa. Unajua kuna kingine kaliona mchungaji. Ameona na huba yake, nimekuja anaambia mchungaji, hapana usilipe, nikamwambia wacha ujinga. Hapo unafanya biashara. Tukutane kanisani. Ukitaka kunibariki utanifuata nyumbani kwangu. Si unajua nyumbani kwangu M-Pesa ziko. Si unitumie unibariki basi. Hapo huko kazi na kulipa. Mimi sio naomba. Kama na roho ya kuomba ikondoje kwa jina la Yesu. Eti kwa sababu wewe ni mjane ama kwa sababu wewe ni yatima, unatendea kusema mimi ni yatima. Wewe sio yatima, acha uenjoy hapo. Kwani baba yako Mungu si yuko? Alafu wewe una miaka 23 unasema mimi ni yatima. Yatima wapi na una nguvu? Hiyo roho ya yatima ikikuingia utabaki yatima mpaka Yesu arudi. Kwa unasema ati mimi ni yatima ili kwa sababu nataka kusaidiwa. Roho ya msaada hatari. Jinsi unavyojiona ndivyo utakavyo. Kitabu cha Mithali 23:7 aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Amen. Sema amina. Kwa hivyo kilikuta pale usinitoroke. Eti nikipakia pasa sasa nitakuwa nimepoteza muda. Tunakulipa. Pasa wako akiwa hapa si maskini, ni tajiri. Kwa hivyo hata ukimpelekea suti haimaanishi kwamba umemwona ni maskini. Unatenda kilicho cha Mungu ndio ubarikiwe. Amen. Huyu mama nimekaa kwao, nimekula, nimekunywa na kaa vizuri. Mama hautabaki ulivyo. Utakuja kuniambia. Hata kama mtakuwa na simu yangu mwalize tu mchungaji. Sijawahi kwenda mahali pakabaki hivyo. Hata kama sitasema na si mimi, ni kanuni ya Mungu, mtumishi yoyote. Mwambie mwenzako wewe utabarikiwa. Tumalize. Nimebaki dakika 5. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tufungue kitabu kile cha Mithali. Mithali 110 mstari wa 4. Nisema mambo manne inafanya mtu kuwa nini? Maskini. Jambo la kwanza nikasema ndio unavyoona. Jambo la pili ni kudharau kazi. Jambo la tatu ni kutokuwa na malengo. Unaelewa eh? Kwa sababu malengo ndio yanafanya mtu afanikiwe. Huwezi kununua gari kama una lengo la kununua gari. Hoja iko na mtu amepata pesa nyingi mpaka zimefilisika haja kununua gari na alikuwa na uwezo wa kununua gari. Haiko. Mimi nikaa hivyo. Nani? Kwanza namuomba Mungu sasa nipatie gari ya maana. Na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Niliambia watoto wangu wa kironi kawaambia, mimi sasa hivi mnaniona nikiwa hivi. Kuna siku mtakuja kwangu, hata ukija chooni unajisaidia, unaona TV kwa hapo inakuhubiria. Utachagua ukae. Sema amina. Ukija kwenye garden unakuta TV. Yaani unakuta mpaka vitu vingine ambavyo si vya kawaida hujai kuviona kwenu. Maana tumetolewa mahali ambapo hapo havipatikani. Si inawezekana? Si upokee na wewe. Amen. Hii nazungumza kwa faida yako. Amen. Soma mtu wa Mungu. Mimi sisome vitabu vingine. Sijui nitakwambia uviandike. Mithali 14. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Mithali 6:9-11. Tumalizie hiyo. Mithali 6 mstari wa 9. Yaani ukitaka kufanikiwa, ngoja kwanza utasoma. Fanya kazi ukiwa na Mungu. Kwanza umeshatii Mungu, umeshatembea na yeye, unalisoma neno, unalishika neno, unaliishi neno, unamhofu Mungu. Alafu ukinapofanya kazi, uwepo wa Mungu utakuwa juu yako. Sema amina. Amen. Alafu fanya kazi kwa bidii, usifanye kwa ulegevu. Na usidharau kazi. Mwambie yako usidharau kazi.
Wale wanasema Mungu akinijalia neema nitafanya kazi. Sure. Amen. Sema amina. Amen. Au unaona wakiwa na magorofa, wengine walikuwa nabeba mkaa. Unanielewa lakini? Anabeba mkaa ana save. Hebu sema ku save. Save. So wewe unaenda kukaa nyumba ya self container, juu umeona jirani yako anakaa kwa self container. Usiishi maisha ya watu. Ishi maisha yako. Unanunua TV ya nchi 53 na una hela mfukoni. Hiyo TV itakuwa unakaa na mawazo. Huku unaangalia TV na hata akili haina matunda. Sema amina. Kuna wakati unaweza ukakomaa maisha yako ukayaweka vile yalivyo kwa wakati huo, ukitengeneza msingi wa maisha yako ya baadaye. So sema amen. Ndio maana katika maisha kuna stage 4 za maisha. Stage ya kwanza ya wazazi wanakulelea. Stage ya pili unaachwa na wazazi, unaanza ndio maana Mungu anakupa energy. Kijana unakuwa una nguvu kubwa isiyo kwa kawaida. Ile nguvu ni ya kutengeneza destiny yako. Siku hizi unakuta kijana anamwambia dada nataka nikuoe, come to stay. Hata hana nyumba, anazaa watoto 4, 5 hana. Kumbe Mungu alikupatia nguvu ya kujitengeneza. Kile kidogo unachokipata usipende kuishi maisha expensive, kuvaa expensive, kuishi expensive zaidi ya kipato ulicho nacho. Sema amina. Ishi maisha ya kujitengeneza kwa future yako. Kijana mmoja ananunua kiwanja, anajenga, ameshika duka lake 1 2 pale, ndio anaanza kusema dada nataka nikuoe. Ameshatengeneza maisha. Akiingia pale na mke wake, kabla mke wake hajabeba hata ujauzito, wameshaanza kufungua mpaka akaunti za watoto. Sema amen. Amen. Unafungua akaunti za watoto, ukifika miaka fulani ukuta pesa imejaa benki ya kulea watoto wako mpaka university. Amen. Alafu unatengeneza sasa maisha yako ya nini? Ya baadaye, ya uzeeni. Usisomeshe mtoto kwa malengo aje akusaidie. Msomeshe kwa faida yake. Amen. Maana ukimwekea tegemeo akifeli unaweza ukamuua. Someka hapo akili yako. Sema amina. Amen. Msomeshe kwa faida yake. Tengeneza maisha yako ya baadaye, jiwekee pesa kwa na gari. Nakwambia ukiwa mzee, hata kama huwezi kwenda choo, watakubeba, una hela. Hata kama unataka kwenda mahali hakuna mtu akubeba kupeleke hapo, gari kwa hapo, V8 kwa hapo, Benzi kwa hapo, unapiga simu unasema dereva njoo nibebe, utabebwa tu. Watakuvalisha mpaka tai, watakupeleka. Ukiwa huna hela, watoto wengine wataoa, watakugeuka. Hata wakutambui. Kwa sababu uliweka malengo kwao. Amtegemee mwanadamu amefanyaje? Haya, umejijaza. Na hakuna kitu kibaya mchungaji kama kuzeeka huna hela. Unakuta kitu kina miaka 60 kwenye barabara kinauza njugu. Unajiuliza sasa kumeendaje? Mungu amekupa hiyo neema. Wacha nikwambie, kama umezeeka na uliokoka, nikupe siri moja. Kama uliokoka ukiwa mzee usiogope, neema ipo. Mimi nazungumzia wale vijana ambao sasa hivi wana nguvu, wajitambue. Tuseme amen. Unazeeka huna hela. Hapo kuteba timbaya watoto wako huko wasomesha, wamekaa na hasira na wewe. Utajua Bwana Yesu asifiwe. Yaani mpaka wewe umezeka unakaa pale ni kibabu, mpaka mtu anasema sinipatiwe kazi ya kubeba yule babu nikamwoshage jamaa. Hela ipo. Sema amina. Hoja ile kibabu kinapandishwa kinapelekwa kwenye gari, lakini kiangalia ile gari mpaka unashangaa. Wewe ni kijana na miaka 30 hata basikeli hauna. Ni kitu kilitafutwa before. Alijikia msingi wa maisha. Hana tatizo. Usikufe na uzee wa shida bana. Kufa na uzee wenye nguvu ya Mungu. Amen. Nimemaliza. Tusimame. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neema naona inaachiliwa hapa. Wapendwa, niwaambie yuko Mungu hapa. Kwa hii madhabahu kuna Mungu. Hata nikisimama hapa nasikia Mungu yupo. Kuna madhabahu mengine ukisimama unatafuta maneno ya kuongea unakosa. Unashindwa kunaendaje. Lakini neema niliyoipata hapa, hata nikienda kanisani kwangu nitawaambia mahali nilienda kuna neema. Sema amen. Kwa naongea na mtu wangu asubuhi akaniambia niwasalimie. Amina. Nikamwambia mimi niko safe, usiogope. Lakini nikamwambia wameniambia nikae tena wiki nyingine moja, akasema kai. Unajui baba kama yuko nyumbani kuna mambo yako sawa.
Kaambia nimekutania ni kesho tu amenifunga, kesho kutwa niko nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba nimekuja kufunza, hata mimi hapa kuna vitu nimejifunza. Na nitaenda nivipeleke kwetu. Nimejifunza vitu vingi, nikamwambia baba hapa kuna vitu nimejifunza, sitaki nikwambie. Vingi. Na nimefurahia. Lakini waambie mnaye mchungaji. Yule ni mchungaji. Hakikisha wanakula vizuri, wanavaa vizuri, wanaishi vizuri, ili wakuwe concentrated na Mungu kwa ajili yako. Usipokee nguvu bure. Hiyo nguvu ikikusaidia, kumbuka mahali ambapo umeipokea. Maana leo unapokea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Niseme wapendwa, nataka uwe na hasira. Nataka uwe na hasira. Hebu jifikirie. Je, ukijiangalia uko na tofauti na watu wa kwenu na uko wenu, ukikuta kuna vitu vya uko wenu vinakufuata, sema leo hapana, sitoki hapa kama niko nafanana na uko wetu. Mimi ni mtu kufanikiwa na kustawi. Sema amina. Kama kuna hujai kujenga, amini, nitafanyaje? Kama ndoa zao ziliachika, yako haitafanyaje? Kwa jina. Kama hawakuuza utafanyaje? Kama hawakupanda ndege, wangapi wanaamini utapanda ndege? Mimi nasema kweli, pokea hiyo neema. Iwe hujasoma, umesoma, utasafiri. Nilikwambia mimi nilipata kwenye ndege, kilichoniondoa ushamba ni choo. Nilikuwa chooni, nikaangalia choo imefanana kote, kutoka sijui nitaenda wapi. Na kumbe Wachina wengine wamepanga line hapo wanangojea kwenye hiyo room tulikuwa inakuwa na choo yake. Sasa Wachina wamejipanga hapo wanangojea mtu atoke isitoke, maana anatafuta mlango sione. Jasho limemwagika. Maana wakati hata kizungu sijui. Kumbe kuna mahali pameandikwa push, na push hata sielewi, lakini kitu kinaniambia push kufunya hapo. Nikafinya nikasikia churu, nikasema Mungu wangu. Nilipotoka jasho limemwagika, wajamaa nikasikia Wachina wanasema yaani Mungu akikunyanyua, wewe umesoma hujasoma, utaenda hata kule ambapo watu wa baba wanamesoma. Tumishi wa Mungu utasafiri kwenda mbali. Utaenda ndege. Hii kanisa inahitaji matajiri. Hatuombi Mungu alete matajiri, Mungu akutajirishe wewe. Alafu Mungu akalete matajiri iwe ni ziada. Inawezekana ama haiwezekani? Tajirika wewe. Uwe baraka hapa. Uwe baraka kwa familia yako. Kimataifa na kitaifa. Kwa jina ufanikiwe kisha ufanikiwe kisha ukiondoka duniani unaacha impact. Sema amina. Unaacha legacy. Mimi sijasoma, lakini makanisa yatakuwa nasoma duniani kote, Jesus Discipleship Ministry, mtu ambaye hajasoma. Na hapo mbele tunaiandika church. Tunaanza na ministry kwanza sababu ya usumbufu. Hapo mbele itakuwa inaitwa Jesus Discipleship Church. Mtu kalisomea chini ya kahawa. Alikuwa anakaa juu ya miti anaangalia watu wakitembea huko chini. Lakini ana kitu cha Mungu ndani yake. Na wewe una kitu cha Mungu ndani yako. Mwambie mwenzako niangalie mimi. Na umwangalie, mgeukie bwana, mgeukie hivi. Hivi, mgeukie hivi. Mwambie jinsi unavyoniona leo, sio vile utaniona kesho. Itakuwa mtu mwingine kabisa. Vile unaniona nimevaa leo, sio vile utaniona nimevaa kesho. Vile unaniona natembea miguu, sio hivyo nitatembea kesho. Vile unaniona nimepanda, sio hivyo nitapanda kesho. Nitakuwa mtu mwingine. Nikague sawa sawa. Ikiwezekana piga picha Bwana. Kwa jina. Kwa jina. Umeshapokea tayari. Niko juu yako. Utasafiri. Utaendesha. Utakuwa na mali. Hauhitaji kununua vifagio vya kisirani. Hauhitaji kununua mafuta, mawe, stika za mitume na manabii. Beba Yesu moyoni mwako. Sema amina. Wewe si wa kawaida. Kwanza leo ukiona mchawi, angalia ucheke tu.
Kaenda mcheke. Unajua hata sasa hivi mtoto mdogo akikunja ngumi binti anakurushia hivi. Utacheka kwa sababu ni katoto. Sasa mcheke akikurushia ngumi unachekaga. Ni katoto akana adabu. Unakadharau. Kuna kati mwingine kila siku unasema shetani shindwa anakuchekelea na furahi. Unalala pale unatoa jasho kama mtu mmoja hapa akihubiri. Shindwa kwa jina la Yesu. Shetani anafurahi. Kumbe hata unahitaji kusema shindwa. Ni kurelax. Ignore shetani. Shetani wakati mwingine hataki umwambie shindwa, anatakaga umdharau. Kimdharau na kasirika, afanyeje? Kukupiga hawezi. Kukuloga hawezi. Kuharibu ndoa yako hawezi. Kuzuia usizae hawezi. Kuzuia kazi yako hawezi. Ameze mkasi na sururu. Kwa jina ina mikono yako juu. Nataka ukasirike kabisa. Ziko nguvu za Mungu hapa. Na hizo nguvu zipo ndani yako. Hilo neno vile nimeshaongea na wewe limeshakutakasa tayari. Yesu akasema mmeshakuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Neno linatakasa. Ndipo unapoamini unatakasika. Imani inaingia, neema inaachiliwa, milango inaanza kufunguka, afya inarejea, ndoa inapona, afya inarejea, utajiri unaanza kuingia, connections zinaanza kuingia, neema ya kwenda ng'ambo inaingia, watoto wako watasoma, ndoa yako itaishi milele, hautaonewa tena kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu kwa hasira. Rudia maneno yangu ya nyuma yangu. Na uwe na hasira kabisa. Leo nataka ujikomboe ama ujizungumzie tu mwenyewe. Na useme leo ni siku ya mwisho ya semina hii. Kama kuna kamba yoyote shetani aliacha kwa nyumba yake, ile aliyokuwa anasema ni ya kwake na sasa ni ya Mungu ambaye ni mimi. Kama kuna takataka yoyote aliacha, isikae katika maisha yangu kuanzia leo. Takataka ya magonjwa, takataka za kukosa kazi, takataka za kudhihakiwa na kudharauliwa, takataka za kukataliwa, takataka za kuachika na kuachwa, takataka za kutokuzaa. Kila nikijaribu biashara inaharibika. Hizo ni takataka shetani anaacha kwako. Yesu amekuja kukomboa. Sema Bwana Yesu, asante kwa kusema na maisha yangu. Ninaamini kuanzia leo hii, sekunde hii, dakika hii, saa hii, kila takataka zilizoachwa ndani yangu zinaniachilia. Nianze kufanikiwa na kustawi. Nipe nguvu ya kuishi kwa kutii neno lako kwa jina la Yesu. Mahali ambapo sikutii, Bwana Yesu nisamehe, nitakase, nifanye upya kwa jina la Yesu. Ninaamini hata kwa neno lako umenitakasa. Nimekataa uchafu wa aina yoyote ya maisha yangu, uchafu wa kuonewa na waganga na wachawi, ndoto mbaya, ndoto za kuolewa na mapepo. Kuanzia leo hazina uwezo juu yangu. Ndoto za kufilisika, ndoto za magonjwa, ndoto za mababu hazina uwezo tena. Takataka yoyote ya umaskini, ya utasa, ya magonjwa, ya laana, madhabahu ya giza haina nguvu tena. Ewe takataka, na kuamuru leo, achia maisha yangu, toka juu yangu, niambie niache kwa jina la Yesu. Anza kukemea hasira, kuwa na hasira, kuwa na hasira, kasirika kabisa. Kama ni magonjwa, shika mali umekula unateseka na ugonjwa, kuwa na hasira leo. Ambia ule ugonjwa, takataka wewe, hautakaa ndani yangu. Wewe utasa wewe, hautakaa ndani yangu. Wewe talaka, hauna nguvu ndani yangu. Kasirika leo, nguvu za Bwana zinachilia, neema ya Bwana inashuka. Kuna mtu anakombolewa, kuna mtu anafunguliwa.
kuna mtu anapona, kuna mtu anawekwa huru, utaanza kufanikiwa, utastawi, watoto wako watabarikiwa, nyumba yako itabarikiwa kwa jina la Yesu. Kataa takataka zote, kataa hiyo takataka wewe imekukalia, unaijua mwenyewe, unaijua. Kama ni magonjwa, niambie niachie, niambie shetani niachie, ndoto mbaya niachie, ndoto za kunyongwa, ndoto za kukimbizwa, niambie niachie, za kuteswa na wachawi, niambie niachie. Kasirika, kasirika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaachilia nguvu, naachilia nguvu, naachilia nguvu, naachilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Gusa maisha yako ya Mungu, gusa maisha yako Baba, gusa vijana Baba, gusa wazee Baba, gusa vijana Baba. Pokea nguvu, nguvu za mijini, majini yote, majini yote yanayokuvamia, matata, majini maimuna ya kuachilie, majini ya kulipu ya kuachilie, majini ya kichwa ya kuzaliwa nayo. Toka juu pepo, toka juu mama, toka juu mzee. Niachilia moto, chomeka adui, chomeka kuzimu, chomeka majini, chomeka umaskini, chomeka ugonjwa, chomeka mbaya, chomeka kupitia chomeka na wewe kike, na wewe kiume, chomeka asiye dada, wewe ambaye shetani umesongana ndoa, kumshibu wewe, mwachie, mwachie tena, hasa zilinaye tena, mwachie, mwachie la Yesu. Niachilia moto, fire, na tunamoto, 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 ninaachilia fire everywhere, fire ipite kila kona, fire ipite kila kona. Uzima achilia, achilia maisha yako, achilia nyumba yako, achilia ndoa yako, achilia tumbo yako ya uzazi. Wewe uvimbe, ile vimba, ile umeingia kwenye tumbo ya uzazi, wewe uvimbe, toka wewe, wewe unasikia uzazi, wewe uvimbe, toka, ukimwi toka, kansa toka, kwa jina la Yesu. Malaria toka, toka jina toka Mungu, usukani ondoka, kesha ondoka, kwa jina la Yesu. Ashiria wewe mapepo, wewe majini, wewe moshipa, wewe maso, tembea kwa jina la Yesu. Wewe maso, majini vipapo, majini yote na Illuminati, unatia moto, chomeka, chomeka, chomeka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.